Kwa mujibu wa jarida la Addis Standard, limeripoti kwamba watu 658 wamekamatwa nchini Ethiopia, wakiwemo maafisa wa serikali wanaoshukiwa kujihusisha na biashara haramu ya mafuta na kuhodhi bidhaa hiyo muhimu wakati nchi inakabiliwa na uhaba kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Waziri wa biashara Kasahun Gof amesema kuwa kukamatwa kwa watu hao ni sehemu ya hatua za kiutendaji zilizoimarishwa nchini humo na kikosi kazi kipya kilichopewa jukumu la kufuatilia usambazaji wa mafuta kote nchini. Kasahun ameonya kuwa usambazaji wowote wa mafuta nje ya mfumo uliowekwa utachukuliwa kama kinyume cha sheria, na yeyote atakayepatikana na hatia atakabiliana na adhabu kali, huku mamlaka ikiendelea na juhudi za kudhibiti biashara haramu ili kuleta utulivu wa soko. Wakati huo huo, waziri huyo amesema kuwa wasambazaji wa mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati wameshindwa kuwasilisha tani 180,000 za mafuta nchini Ethiopia wakati huu wa vita. Kulingana na ripoti hiyo, mamlaka hiyo imenasa zaidi ya lita 720,000 za mafuta na kuirejesha katika udhibiti wa serikali wakati vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku usambazaji wa diesel ya kila siku ya Ethiopia ikipunguzwa kutoka lita milioni 9.2 hadi milioni 4.5.